Dokta, kwa nini umemruhusu aondoke wakati tulikubaliana mpaka wiki ipite? Bosi, binti yako alikuwa na vurugu sana, tena na vurugu sana kiasi kwamba hata majirani wangejua nini ndani kinachoendelea. Wewe unafikiri ningefanyaje? Sawa, umefanya vizuri, wala hata hujakosea, ila ningependa nijue ilifanyika kumchoma sindano. Nilimchoma, na ile sumu itamuua taratibu, tena kidogo kidogo, na hakuna mtu yote ambaye atajua kama sisi ndo tumefanya vile. Umefanya vizuri sana, ila nahitaji kufanya kitu kikubwa sana ambacho sijakufanyia mtu wote. Wa kwanza utakuwa ni wewe. Niambie kitu gani tunakufanyia? Bosi, labda ungeniacha kidogo nifikirie, alafu nitakujuza. Sawa, fikiria, ukipata jibu utaniambia. Sawa. Mama, asante sana kwa msaada wako. Sisi hatuna cha kukulipa, ila Mungu pekee ndiye atakaye kulipa. Hata usijali. Ilinilazimu sana kufanya hivyo kwa sababu mimi ndio chanzo cha haya. Kama mimi nisingekutana na kakako, sidhani kama haya yote yangemkuta. Hapana mama, wewe sio sababu ya kakangu kupata matatizo, ila baba yako ndo ana roho mbaya sana, na sijui kwa nini baba yako ana roho mbaya kiasi kile. Hivi unaona itakuja kuleta matatizo kweli? Hapana Yeshu, usiwe na wasiwasi. Mimi najua namna gani nitaongea na baba yangu, namweza sana. Kwa hata usijali, na mimi kakako atakuwa mikono salama kabisa. Yaani wewe ni binti mzuri sana. Yaani una roho nzuri sana kipekee mno mama. Yaani natamani hata siku moja nipafahamu unapoishi. Jamani, karibu sana. Muda wote ukijisikia kuja nyumbani, wewe niambie tu. Nakaribisha sana. Asante. Basi ngoja tukaende. Bosi wangu, kwanza nitoe shukrani zangu sana kwa kuweza kuniamini kwa hicho ulichonipatia, na nipende tu kukuahidi bosi wangu, kwa hicho ulichonipatia na kubadilisha maisha yangu, sitaweza kukuangusha hata kidogo. Nitaweza kukufanyia kazi usiku na mchana, ili mradi usije ukajuta maamuzi yako uliyofanya kwangu. Umefanya maamuzi sahihi sana kunichagua mimi bosi wangu, na kuhakikishia nitafanya kazi kama unavyotaka bosi wangu. Mo, wala usijali kabisa. Na hii nafasi nilokupa, sijakupa kwa bahati mbaya. Kutokana na utendaji wako kwa kazi, nimeona ni mzuri sana. Unastahili kabisa kupata hii nafasi. Hapo cha kufanya kitu kimoja tu, ni kufanya kazi kwa bidii, juhudi zote, ili mradi kampuni yetu izidi kwenda mbele. Unajua biashara ni mashindano. Sawa bosi wangu. Na naweza kusema kwako tu kitu kimoja. Hii kampuni yetu mimi nitahakikisha nitaisogeza mbele sana. Yaani kwa hapa tulipofikia nitajitahidi kuongeza mara 10 yake, ili mradi iwe kampuni kubwa sana hapa. Yaani katika hii Afrika yetu kampuni yetu ikiwezekana ishike hata namba 1. Nitajitahidi sana bosi wangu kupambania hii kampuni ili mradi ipate kukua sana. Kwa hiyo mimi nikutoa tu wasiwasi. Nimemchagua mtu sahihi sana kusimamia kila kitu. Na asante sana. Sitaweza kukuangusha hata kidogo. Labda nikwambie kitu kimoja Mo, sawa? Mimi sina shaka na hilo kabisa. Na ndio maana nimekupa kitengo. Ila inabidi ubadilishe hiyo freestyle ya mavazi. Kwa sababu hivi sasa umeshakuwa boss sasa. Haupasi kuvaa nguo kama hizo. Inabidi uvae nguo za heshima ili mara unapoingia kazini, sawa? Kila mtu ajue boss kama ameingia. Sawa? Usijali bosi wangu.
nitajitahidi kufanya hivyo kwa sababu haya mavazi sijui ndo niliyazoea sana kuyavaa, lakini nitajitahidi kubadilika kidogo kidogo na kila kitu kitakuwa sawa tu. Sijali kwa hilo bosi wangu. Nitafurahi sana. Nitafurahi sana kama ukija kubadilika. Sawa? Basi sawa. Mimi nikutakie tu safari njema kunapoenda. Nafikiri njia utakuwa unazikumbuka. Unajua toka nikupate katika maisha yangu najihisi mwenye bahati sana. Kiukweli wewe ni mwanaume tofauti. Asante kwa kunipenda. Baby, hata mimi kiukweli, yani nimefurahi kumpata mwanamke ambaye alikuwa chaguo sahihi sana kwangu, kwa sababu una kila aina ya sifa ya mwanamke kuwa na mimi. Una macho mazuri, una pua nzuri, alikaza yako your lips vinanivutia sana mpenzi wangu. I say, nakupenda sana my dear. Thank you baby. Unanivutia sana mpenzi wangu. Rangi yako naipenda sana. Babe, who is that? Unajua nini mpenzi wangu? Hapa mtaani kuna watu wananisumbua sana. Unajua mimi ukiniona tu mtaani wanaona kama ni bariza. Kwa muda wote kunipigia simu tu na kutaka kuniomba hela. Huyu tu ni msumbufu tu. Yaani nikipokea hapa nikupigwa visingo tu mpenzi wangu. Kwa hiyo achana naye. Ana moyo. Malaya mmoja wewe. Yaani mwanaume huna hata haya. Hivi wewe unatumia vipesa vyako yani kwa walagai wanawake? Yaani umekuja kwangu umenilagai, umenichezea, umenitupa, tena umekuja kwa udada. Babe, who is that? Sikiliza nikwambie dada. Huyu sio mwanaume. Tena ninamfananisha kama punda mbeba mizigo huyu. Yaani hafai hata kukulumangia. Yaani leo anakuja na kulagai kwa pesa vyake anakuchezea, anakuacha. Yaani mwanaume hafai kukulumangia. Malaya mmoja wewe. Tena sikiliza nikwambie. Kuanzia leo sasa hivi hiyo naomba usinijue na usinitambue. Tena nakuchukia mbwa wewe. Utaniambia nini nitakuelewa? Eh? No, stop. Yaani kumbe mwanaume ni muongo namna hiyo eh? Yaani nilijua nimepata mwanaume wa kunistiri, mwanaume wa kunifaa maishani. Kumbe mshenzi tu. Keep quiet. Mshenzi mkubwa wewe. Muone macho yake. Mlagh. Mungu wangu. Stop! Shut the fuck up. Babe. Babe. Wewe unajiita trigger, sio trigger wewe. Umeamua kuichokoza vita na mimi. Si ndio? Sasa hii vita najua huwezi kuimaliza. Nitafanya kitu ambacho hujawahi kufanya katika hii dunia. Tutaonana tu.
unajua leo nimependa kukupa bonge la surprise. Surprise gani wapo lini? Umeona ile alama hii? Vile vyote viwanja vyetu vile. Sawa? Kuna kile chapa. Hichi hapa, hichi. Unaona kile paka kiwanja kile? Ile pale. Ewa. Vyote hizi viwanja vyetu. Kiufupi ni vya kwako mama. Sasa mbona kuniambia mapema? Umeona nyumba hii? Hii nyumba pia ni ya kwetu. Ila sikutaka kuambia mapema. Kwa sababu akili yako naijua. Lengo langu ni malize ndipo nikwambie. Ila kama ukijua hii nyumba ni ya kwetu. Kweli mmoja wako kunifurahisha. Hii nyumba ni ya kwetu. Baba, nini tatizo? Mbona mbadilika ghafla? Mwanangu, huwezi amini. Pesa zangu zote kwenye akaunti yangu ya benki zimehamishwa. Na sijui ni mpumbavu gani ambaye mfanye kitendo hichi. Come on. Come on. Kwanza twende mara moja. Twende. Sasa umesikia? Hapa ili ziweze kuendelea mbele, lazima tupate namba akaunti yake ya benki, tupate na password zake. Sarungi, unawaka kwa tunaweza kurudisha pesa za baba? Ndio, kwa mpaka bado tulipofikia matumaini hapo makubwa sana. Wewe fanya haraka hicho nilichokuambia. Halo baba, naomba nitumie password na namba yako ya account. Okay, fine. Sana wewe ndio umefanya nini? Nilikwambia uwe makini. Na hiki ni nini sasa? Kiukweli ni nini hata sielewi. Yaani sielewi hata nifanye nini. Kwa sababu tulijikia ndani ya lisali moja tu kila kitu chetu kiwe sawa. Lakini nashangaa hata nusu saa haijaisha zile pesa zimerudi kwake. Kiukweli nimechanganyikiwa kabisa, yani sielewi, yani sielewi kiukweli mimi jamani, yani da. Mungu wangu. Sasa tunafanyaje? Maana tukikaa hivi tunaweza tukaingia kwenye matatizo makubwa. Yaani mimi kiukweli sijui hata tunafanyaje. Kwa sababu hili jambo Mr. Mtanganyika akija kujua, mimi kiukweli niki nimeisha. Kama unavyomjua kaka
kakako ana roho mbaya kweli kweli. Kwa akijua kama mimi ule mchezo nimefanya kutoa hela kutoka kwenye akaunti yake kuja kwenye akaunti yangu mimi. Akia Mungu yenyewe mimi. Yaani sijui nitakuwa nimepotea katika hii dunia. Yaani natamani hata kidogo ningeata kwenye majani nikajificha, yani mimi nimeisha. Je, utanisaidia? Bro anapiga. Na sijui hata nataka aseme nini. Sikia. Mpokele au ikiwezekana nenda kamsikilize huko nyumbani. Alafu kwa chochote atachokwambia usizite kuniambia. Wewe msikize kwa makini sana. Alafu na mimi nitajua nafanya kitu gani. Sawa. Sawa kipenzi changu. Na kuamini. Na usiniangushe kwa sababu wewe ndio unaokoa maisha yangu. Niki, hivi kweli mimi ni kaka yako kweli? Nakuuliza, hivi kweli mimi ni kaka yako? Niki, sikutegemea kwa hichi ambacho ulichonifanyia katika maisha yangu. Ni dada ambaye nilikuwa namwamini sana katika maisha yangu. Naomba unisamehe kakaangu. Mwenye sikujua ninachokifanya. Nimefanya vitu ambavyo hata sikutegemea. Sikiliza, kuanzia sasa tukitoka hapa, ukifika nyumbani, chukua virago vyako vyote na kilichokuwa chako, uondoke nyumbani. Wedangu mshenzi sana wewe, na huyo mbwa mwenzako huyo mwambie ataozea jela. Yaani ataozea jela kweli. No, kakangu usinifanyie hivyo. Nenda wapi mimi? Sina kwa kwenda. Baba, kwani unaye vipi? Mwanangu, huwezi amini. Kumbe tuko na shindani na mtu mbaya. Sikujua kama mbaya ni ndugu yangu. Zile pesa ambazo zilikuwa zimepotea, kumbe ni mshenzi huyu. Ndio sababu yote. Yeye ndio amesababisha kumpelekea vielelezo vyote vya maisha yangu, ya kazi yangu. Kampelekea Mo. Lengo lake anitapeli. Nilijua tu huyu ni mshenzi. Na wewe unayemwita Mo na huyo hapa wana mahusiano. Unasemaje? Kwa nilijua tu ushenzi kama huu utakuja kutokea. Sikiza, haya yote mistaki kuyajua, sawa? Ila kuanzia sasa tunavyoongea, naomba unipeleke huyo mtu aliyesababisha pesa yangu irudi. Nimpe shukurani. Ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Sawa baba, kuhusu hilo halina tatizo. Tunaweza tukaenda.
Mamu, ina maana wasema kwamba mtu ndo huyu? Ndio baba, ndo huyo hapa. Salungi, Salungi. Salungi, Salungi. Giza lilijificha kwa tabasamu, moyo wangu ulivyokupenda, hofu na matumaini. Nani alijua upepo ungechukua kila ndoto? Tulikuwa kivuli cha ukimya, tulikuwa ndoto kila usiku. Mwisho wa ndoto ni mwanzo wa machozi. Mwisho wa nyimbo ni sauti za maumivu. Nimebaki na ukimya. Mwisho wa ndoto, mwisho wa sisi. Maneno yako bado yanaruka kama ndege, lakini sasa ni nzito kama wewe. Nilifikiri tulikuwa tunaoendelea, lakini kumbe ulikuwa bwawa lenye kina cha siri. Kila nyota ni shahidi wa maumivu yangu, kila jua linachoma hisia za zamani. Ningefunga macho nirudishe wakati, lakini hatima huandika bila kufuta. Mwisho wa ndoto ni mwanzo wa machozi. Mwisho wa nyimbo ni sauti za maumivu. Nilipenda, nilipoteza, nimebaki na ukimya. Mwisho wa ndoto, mwisho wa sisi.